Unasikiliza Amka na Baraka One TV ikiwa tarehe 28 za mwezi wa 11 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, idadi ya FARDC wanaotaka kwenda kwenye uwanja wa mapigano yazidi kuongezeka. Kigali, Rais wa Rwanda Paul Kagame atoa masharti ili kuacha uwanja wa ndege wa Goma ufunguliwe. Shabunda na Mwenga, bado wazalendo na FARDC wanaendelea kudhibiti maeneo yote, huku upande wa Kidasa pamoja na Kasika watu wakiwa wamekimbia makazi yao baada ya uporaji uliofanywa na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kumbuka operation Saidia Mzalendo bado kuendelea, na kama hujangana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, ambako idadi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wanaotaka kwenda kwenye uwanja wa vita yazidi kuongezeka. Kutokana na hali jinsi inavyozidi kuchafuka maeneo ya Mwenga pamoja na Shabunda na huko jimboni Kivu ya Kaskazini, idadi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ambao wanapatikana ndani ya Uvira vile pamoja na maeneo ya Plaine ya Ruzizi inazidi kuongezeka, kwa kuwa na shauku ya kutaka kupewa ruhusa ili waweze kwenda kwenye uwanja wa mapigano. Takriban wiki moja na siku kadhaa, upande wa Shabunda na Mwenga hali imekuwa ni tete, huku magaidi wa M23 wakionekana kuzidi kusonga mbele. Kitendo hicho kimewatia hasira baadhi ya makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, huku wakitaka serikali pamoja na viongozi wa ngazi za juu kuweza kuwaruhusu kuondoka Uvira ili waweze kwenda kusaidiana na wenzao ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka ndani ya mji wa Uvira. Lenga na zo lobawa deja ibaki motema na ngai ese bebi. Nga na zana Plaine yao. Motema na ngai esi bebi. Tolingi toyoka gouvernement na biso na 2 jours oyo. Tokoki kondima te ata na États-Unis, ata na Grande-Bretagne, ata na Kosovo, ata na Chine, au grand jamais mboka munene neti Congo bazo bundisa ati ya Mwenga. Biso tofandi kimia wape tozali même province. Quelle injustice! Injustice ni nul. Tokoki kondima biloko wana te. Porte-parole ya gouvernement FARDC soki vraiment alanda kaba voice na biso ale akena na radio alobaki te pas de cesser les faits. Aloba yango parce que tozanga ba telegram ndelo kezo bangisa ba konji na biso. Lokola bango babundisi njela ya Mwenga, biso tozo bundisa njela Kamanyola. Butu ya lelo ba dénoncer loko wana. Soki ba boye ko dénoncer loko wana, tokomona ke gouvernement za na complice ya biloko. Tokomona ngo. To lobby ba dénoncer yango. Nous sommes prêts pour combattre. Rwanda ko bangisa biso na charité, chare bundaka te. Soki chare bundaka, chare Amerique ezanango orise ezanango mais c'est Ukraine. Soki pe ba bombe esilisa kabato tango elelaka ba missile zo kwa na Ukraine, mais le moto azaka sur Ukraine te. Boni bolingo boye mabiso ba politique neti bana mikebo. Président de la République yeba nengo zaliona na kati ya pouvoir, ezali pouvoir o Nzambe apanga ka depuis libuma mama na yeba ka bonjour. Okozala président na mboka oyo. Na obanga Amerique te.
un bon jour zalaka sirki te un bon jour kokufaka kaka na ata soki balongolo na pouvoir lelo ata balongoli yo te okozalaka seseseko suka okotikaka yango tozali prêt tolobi boye na 2 jours oyo bo dénoncer bitumba bo pesa basoda ordre tozali prêt tozozela bino soda nyonso wana pleine kobanda Uvira Mobimba ti pleine de Radosisi tokoki kolinga te ke baninga na biso na mwenga bazame na se biso tofanda na pleine tozotala balabala pe munguna za liboso na biso Bukavu yango tomona ngo na miso boye mo biso neti bana mike tokoki ba jekoke atako armée di sali yango di bino ne bolingo masiko ba meilleur bato ba yebi nzambe koleka M23 zo pilonner tina bandako azo poudrier na bandako bozo kosa biso te tozo banga population Ukraine bazo bwakela ngo ba missile ba population na bango sesila mutazo danga ya paka wapi boko kosa biso te bo pesa biso ordre to buka. Na baada ya taarifa hizo kutoka Uvira, tuingie Kigali nchini Rwanda ambako rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame atoa masharti ili uwanja wa ndege Goma uweze kufunguliwa. Katika kikao na waandishi wa habari wakijibu baadhi ya maswali, rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame amezungumzia kuhusiana na hali ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na baadhi ya nchi za Umoja wa Ulaya kutaka kufungua uwanja wa ndege wa Goma ili misaada ya kiutu iweze kuwafikia wananchi wanaoteseka na hali ya utapiamlo pamoja na udhaifu wa kukosa lishe bora pamoja na mahitaji mengine ya kibinadamu. Rais wa Rwanda Paul Kagame ameonyesha uwasilia wa mambo yanayofanywa na nchi ya Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa nchi hiyo ikiwa jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Akijibu maswali, rais wa Rwanda na nukuu, haiwezekani kutaka kuja kufungua uwanja wa ndege wa Goma wakati uwanja huo kuna watu ambao wanaumiliki. Ni lazima kwanza kuzungumza na watu ambao wanamiliki hayo maeneo na kisha kujua watapewa nini. Je, matatizo yao yatasuluhishwa kabla ya kufungua uwanja wa ndege wa Goma ama maeneo mengine yote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ni lazima kwanza serikali ya Kinshasa iweze kuzungumza na wale ambao wanamiliki hayo maeneo. Rais wa Rwanda akizidi kuzungumza amefika mbali zaidi na kusema ili kuwa na amani nchini Rwanda hana lazima ya kuongea na mtu yoyote wala kuomba mtu yeyote, atafanya kadiri anavyoweza ili kuhakikisha kwamba nchini kwake kuna kuwa na amani ya kudumu. Mengi na zaidi, huyu hapa Bwana Paul Kagame. You come and I'm the one controlling Goma. And you come to say, I want to use Goma. I say, fine. But these are conditions. Goma is part of my problems that I face with the government. And now it is in my hands. I will not give it to you until you show me, alongside that, how you address my problems. Well, I may sound speaking for these guys, but I'm just reasoning. If I were the one, you want Goma, you want Kavumu, or Bukavu, or you want the whole of Eastern Congo back, fine. I have no problem with that. It will only come with you addressing my problems. Yeah, you understand? In my long history, in my judgment, that is what I learned over so many years of fighting for my rights. I used to tell the leaders of Congo that asking, or in order for us to have security in our country and have peace, and that we have fought for so many years in the past,
you know, it's a must. We must give each other peace. I can't ask anybody for peace as a favor they are doing to me. No. For us to have peace, I beg you, and you have to do me a favor to give me my peace. That's a different world I don't live in myself. I cannot ask anybody to do me a favor to have Rwanda secure or to have my right. Well, initially maybe I can ask you to do a favor, tactically. I can say, please, I beg you, I can even kneel down if you want. But if you don't give me my right, then it means a fight. We will fight, no question about it. So there is no way, where I'm concerned, you can do me a favor for my right. Who are you after all? Who are you to have everything, including my own right, that you can control? How? Who are you? What gives you that right or power to be able to do that? So I've given you more than you really wanted, but Goma is part of the problems we have in Eastern Congo. And yes, Goma should go back to its operations as an airport. But what is it that stopped it being so in the first place? So you must address that. You want to address humanitarian crisis. I agree. There must be a way of doing it, taking on board the fact that there is what is causing the humanitarian crisis, and that must be addressed. Unaendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV tarehe 28 mwezi wa 11 2025, majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Hide Kizenga Tembele King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba, Dedone Butoto Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, da Feza da Letesha da Asha da Iron, ukiwa nasikiliza Baraka One TV. Ankisi Kandeke, Asime Baguma, Samuel Asokolo Ayeba pamoja na Mashaka Ayamba. Na baada ya taarifa hizo, tuingie huko maeneo ya Shabunda pamoja na Mwenga, ambako Shabunda na Mwenga bado wazalendo na FARDC wanadhibiti maeneo yote. Tofauti na jinsi inavyosomekana kwenye baadhi ya mitandao ya magaidi wa M23 kwamba maeneo ya Shabunda na Mwenga ni takriban kilomita 30 tu magaidi wa M23 waweze kuingia hayo maeneo. Habari hizo ni za uongo na zimethibitishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Mpaka sasa Shabunda na Mwenga bado viko na usalama wa kutosha, huku majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wazalendo pamoja na jeshi la Burundi likionekana kuzidi kuongeza idadi kubwa na hivyo kudhibiti maeneo yote kuwa chini ya uangalizi mzuri. Machafuko yalifanyika maeneo ya Kidasa pamoja na Kasika, ambako baadhi ya makamanda wa FARDC Gepard walikimbia maeneo ya Kilungutwe baada ya uporaji na kusababisha maelfu ya watu kuweza kutoroka makazi yao, huku wakikimbilia maeneo mengine kwa ajili ya usalama zaidi. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka maeneo ya Kidasa. Nafika Kidasa hapa sai. Yovi. Ona quartier. Sai. Quartier hii kuna hata mtu. Kuna hata meme M23 kuna. Sasa tuko Kidasa hapa. Sai tuko Kidasa. Yovi. Muone. Tuko Kidasa. Sai
Vitu yote njoo hapa. Pale hapa waliiba. Kuiba kila kitu. Kuiba. Pale libomola. Na kuiba kila kitu. Kila kitu usikii. Pale Ndio vile. Sasa ndio mimi nafika hako. Hapo hivi kuisha. Niko pale hapa. Mungu ipiki. Ndio hapa. Pale hapa. Ndio hapa kwa. Piga kila kitu. Kuharibisha mamoto. Ndio hapa. Kuharibisha mamoto. Pale hapa kabisa. Wakuiba wiko naiba vitu ya watu. Ukiachana na maeneo ya jimboni Kivu ya Kusini, upande wa Kivu ya Kaskazini, mapigano makali yameripotiwa Masisi kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo, huku akipigana na magaidi wa M23 maeneo ya Bweru, ambako ndege za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC zilishambulia maeneo ya Kasopo pamoja na Kibati, huku hasara kubwa ikionekana kwa magaidi wa M23. Hii ambayo uko unasikiliza ni Baraka1 TV. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.